Bwana Yesu Kristo apewe sifa. Jina la Bwana Yesu tukuzwe na liendelee kuhimidiwa milele yote. Limestahili, linastahili, litastahili. Hongera kwa kuipata Jumatatu nyingine nzuri hii, na Mungu wa neema yote akupe neema, upewe mafunuo katika jina la Yesu, ukawe na wiki nzuri ambayo imejaa nguvu za Mungu na ufunuo katika jina la Yesu. Tunaomba Mungu aendelee kutuangazia nuru ya uso wake na fadhili zake, akatushike kwa mkono wake na kutuongoza katika njia yake. Karibu. Bwana akupe Jumatatu nzuri, Jumanne nzuri, Jumatano nzuri, Alhamisi nzuri, Ijumaa nzuri, na Jumamosi nzuri, na Jumapili nzuri katika jina la Yesu. Na kwa jina la Yesu, mipango mibaya yoyote ya hasara, ajali, mauti, vifungo na kushindwa, tunaamuru tangu sasa iendelee kupanguliwa na kuharibika. Hata saa 9 usiku, wale mlioweza kuwa pamoja nami kwenye TikTok tuliomba, lakini sasa tunaendelea kuomba tena. Tunaendelea kuomba. Mungu akubariki. Karibu katika huduma hii, karibu kwenye YouTube channel hii, ni Elimlinzi Mbise. Karibu hapo, na kumbuka kusubscribe na kushare na kulike na wengine kwa utukufu wa Bwana Yesu. Karibu sana tupate neno la Mungu katika muda mwingine mzuri. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe. Baba yetu wa mbinguni, ufalme wako uje na mapenzi yako yatimizwe. Baba yetu wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa ajili ya wema wako na rehema zako. Ninaomba utusamehe kwa damu ya Yesu. Ninaomba uturehemu Baba, ukatusamehe na kuyafuta makosa na dhambi zetu zote. Ninaomba kwa damu yako utusamehe, uturehemu Baba. Kwa neno lako katika waraka wa kwanza wa Yohana, Bwana tuomba ukatusikie sura ile ya kwanza na mstari ule wa 8 na wa 9. Lakini katika Isaya 43 na mstari ule wa 25 hata ule wa 26, naomba Bwana ukaturehemu na ukatupatie sawa sawa na mapenzi yako katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba utakaso kwa msikilizaji, mtazamaji, na wiki ikawe ni wiki ya furaha, ya baraka, ya mwangaza, ya kuendelea kukujua sana sana Bwana Yesu, na kukutumikia sana sana kwa viwango vya juu. Bwana Yesu akujaze nguvu na uweza na roho wake mpendwa, uwezeshwe kwa uweza wake katika jina la Yesu. Amen. Roho Mtakatifu, naomba tufundishe katika ujumbe huu na kutupa ufunuo katika jina la Yesu. Amina. Karibu sana. Usiyakumbuke mambo ya zamani. Ujumbe ni kwamba usiyakumbuke mambo ya zamani, yaache mambo ya kale. Usiyakumbuke, yasahau, yaache mambo ya kale, mambo ya zamani, yacha, yamepita, yaache, usiyakumbuke. Neno la Mungu ni Isaya 43 mstari naanzia wa 18. Msiyakumbuke mambo ya kwanza, wala msiyatafakari mambo ya zamani. Msiyakumbuke mambo ya kwanza, wala msiyatafakari mambo ya zamani. Tazama, nitatenda neno jipya, sasa litachipuka. Je, hamtalijua sasa? Nitafanya njia hata jangwani na mito ya maji nyikani. Amina. Mungu ni Mungu aliye hai, mwenye upendo juu yetu, na ambaye anatuwazia yaliyo mema sana. Hatuwazii yaliyo mabaya, bali wazo la Mungu kwetu ni jema, asubuhi, mchana, jioni. Na ukitaka kujua sana hili jambo, ona mara 365 ndani ya Biblia kuna neno moja linaloitwa usiogope. Kwa hiyo Mungu anatuwazia mema kila wakati. Alijua kuna wakati tutafika, tutaogopa, tutatemeka, tutatishwa, tutatikiswa, tutawekewa vitu vya kutishatisha, vya vizuizi. Ndipo anaposema kila tukiamka anasema tusiogope. Kila tulalapo na tuamkapo anasema usiogope. Basi Mungu anasema tusiyakumbuke mambo ya zamani. Kwa nini tusiyakumbuke mambo ya zamani? Mambo ya zamani, mambo ya kale, tukikumbuka, tukiyatafakari, yanaturudisha nyuma, yatakurudisha nyuma, yatakuletea hasira, yatakuletea hofu na mashaka, yatakuletea kitu kingine ambacho kitafanya uzito kwako, kitafanya kwako kutokuendelea mbele. Ni kama unajirudisha nyuma. Kwa hiyo Mungu anakataa. Ili tuweze kuendelea mbele, anataka tuvue, tusahau, tuache kabisa kutafakari, kukumbuka yale yaliyopita. Inawezekana mabaya uliyoyatenda, inawezekana ni mabaya uliyotendewa, inawezekana ni mabaya uliyoyaona. Ndipo anasema tusiyakumbuke, msiyakumbuke mambo ya kwanza. Mambo ya kwanza, kuna mambo ya kwanza ambayo yaliwahi kufanyika, yaliwahi kutokea kwenye maisha yako,
yaliwahi kutokea kwenye historia ya maisha yetu, Mungu anasema tusiyakumbuke. Tusiyakumbuke mambo ya kwanza ambayo ni mabaya. Yakiwa ni mazuri tunayakumbuka. Yale mazuri tunakumbuka kwamba Mungu alinitendeaga muujiza 1 2 3. Inakuwa ni ushuhuda wa kujenga wengine. Mungu aliniponya katika namna hii, katika namna hii. Kuyakumbuka yaweza ikawa ni nzuri. Lakini kukumbuka mambo ambayo yatakujeruhi moyo, yatakutia hofu na mashaka, yatakuumiza, hayo tunayaamuru kwa jina la Yesu yakimbie, yasiwepo tena kabisa katika jina la Yesu. Na hata kama ni hayo mazuri kuona utayakumbuka alafu yatakuzubaisha safari yako, hata hayo unaweza ukayaacha, alafu kwa sababu Bwana ameandaa mazuri mengine mengi na makubwa mbele ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo anasema msiyakumbuke mambo ya kwanza. Alafu jambo la pili anasema msiyatafakari mambo ya zamani. Msiyatafakari. Kuna mambo ya kwanza, lakini kuna kutafakari. Ndani ya mioyo yetu, ndani ya akili zetu tumezuiwa, tumekatazwa tusiweke tafakari ya mambo mabaya, mambo yaliyopita. Mambo yaliyopita yamepita. Haleluya. Haleluya. Anasema yaliyopita yamepita. Wakorintho wa pili sura ile ya 5 na mstari wa 17 anasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Tazama ya kale yamepita. Wakorintho wa pili 5:17. Anasema mtu akiwa ndani ya Kristo, tazama ya kale yamepita. Tazama mambo yamekuwa mapya. Kwa hiyo ndani ya Kristo mambo yanafanywa kuwa mapya. Tukiingia ndani ya Yesu Kristo, ufahamu wetu, fikra zetu zinabadilishwa, zinakuwa mpya. Tunatakiwa tuwe na fikra mpya ndani ya Kristo. Tunatakiwa tuwe na fahamu mpya ndani ya Kristo. Tunatakiwa tuwe na mtazamo mpya ndani ya Kristo Yesu. Tunatakiwa tuwe na macho kutazama kwa upya ndani ya Kristo Yesu. Mitazamo yetu haiwi ile ile tena, kwa sababu ile ile itaturudisha kule kule. Itakuwa ni kama hakuna kitu. Mungu anataka tupate hatua mpya, tupate kitu kipya. Mungu ana kusudi la maisha mengine kwetu. Jambo jipya likafanyike, litafanyika mpaka tumevua lile vazi la zamani, tumevua tabia za zamani, tumevua mawazo mabaya ya zamani, tumevua mawazo yaliyozeeka ya zamani, tumevua fikra mbaya za zamani. Tusitafakari hayo ya zamani yaliyo mabovu, bali tutafakari yaliyo mbele, yaliyo mapya, kwa sababu Bwana anatenda. Bwana anataka sasa, kwa sababu yeye anatenda na anatamani tupokee kilicho kipya. Kilicho cha zamani kitatuchelewesha, kinazubaisha, kinatutia uzito, kitavuruga safari. Safari inatakiwa kuendelea kuwa safari mpya. Bwana anatupa msimu mpya kila siku. Ndio sababu jana haiwezi kufanana na leo, juzi haiwezi kufanana na leo, kesho haiwezi kufanana na leo, kesho kutwa haiwezi kufanana na leo au na jana. Ni tofauti. Mwaka uliopita haufanani na sasa, tofauti. Kwa sababu hiyo tusiyatafakari yaliyopita, tutafakari yaliyo mapya sasa. Tanzania mpya, mambo mapya, kanisa jipya, Wakristo wapya wenye mawazo safi mapya kwa jina la Yesu. Kwa hiyo tunahitaji kupokea mapya. Mungu anahitaji kuona tunatafakari kwa upya. Kwa anasema msiyatafakari mambo ya zamani, mambo ya kale, tusiyabebe. Tuyaachane nayo, tuyaache. Yaliyopita yamepita. Tugange sasa, tutafakari mengine yanayokuja. Bwana ameandaa kitu kingine. Wazo la Mungu sio lile la jana. Ana wazo analotaka kusudia kufanya kitu kingine kikubwa kizuri kwenye maisha yetu. Twende mstari unaofuata. Anasema tazama nitatenda neno jipya. Tazama nitatenda neno jipya. Unaona? Tazama nitatenda neno jipya. Sio la kale, sio la zamani. Sasa kuna watu wengine wanajiita Wakristo lakini wameshikilia agano la kale. Kushikilia agano la kale kwa maana ya sheria. Yaani ile kanuni ambayo Mungu alishaiweka pembeni, ameleta kanuni mpya. Bado kuna watu wameshikamana nayo na wanasema wanamwamini Mungu. Si Mungu mwenyewe anasema naleta agano jipya. Kama ameleta agano jipya, maana yake agano la kale ameliweka pembeni, ameliacha. Ile namna, mwenendo ameuacha. Sasa ni agano jipya ambalo lina utaratibu mpya, lina kitu kingine kipya. Shalom, shalom. Haleluya. Kuna kitu kingine kipya. Kwa hiyo Mungu anasema nina neno jipya. Kwa hiyo maana yake kuna neno lingine tofauti na lililopita. Sasa analeta neno lilo jipya. Analeta neno ambalo ni jipya. Maana yake liko neno limepita,
Sasa hilo ameliacha, ametutengenezea lingine, anasema lingine, ametamka lingine jipya. Anasema ndalitena, hamtalijua. Anasema mtalijua. Anasema nitafanya, anasema mtalijua. Neno jipya, sasa litachipuka, sasa litachipuka. Je, hamtalijua sasa? Je, hamtalijua sasa? Anasema hicho kipe kitachipuka. Anataka atuchipuze, achipuze maisha yetu, fikra zetu, fahamu zetu, achipuze mienendo yetu, njia zetu, azichipuze ziwe ni njia zilizo mpya. Njia mpya, njia ile mpya. Pazia lililopasuka, tumetengeneziwa mlango mpya, njia mpya. Ameleta ufunuo mwingine. Fahamu zetu zinafunuliwa katika Kristo, tunafunuliwa kwa upya kabisa. Haleluya. Ukisoma kitabu cha Waebrania, tumefanyiwa njia mpya. Damu ya Yesu imetuwezesha kupata njia mpya. Tumepata mwelekeo mwingine mpya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kwa damu ya Yesu tunapata mawazo safi. Mawazo yetu yamekombolewa. Nimekombolewa na Bwana. Tumekombolewa kwa damu ya Yesu Kristo. Tumekombolewa. Angalia Waebrania sura ile ya 10. Waebrania sura ya 10 mstari ule wa 20. Waebrania 10:20 anasema hivi, njia ile aliyotuanzia iliyo mpya, iliyo hai, ipitayo katika pazia, ipitayo katika pazia, yaani mwili wake. Narudia tena mstari wa 20. Njia ile aliyotuanzia iliyo mpya, iliyo mpya, iliyo hai, ipitayo katika pazia, yaani mwili wake. Iko njia mpya ambayo kwa damu ya Yesu. Sasa kusoma mstari wa 19 anasema, basi ndugu zangu, kwa kuwa tuna ujasiri wa kupaingia patakatifu kwa damu ya Yesu. Tuna ujasiri wa kupaingia patakatifu kwa damu ya Yesu. Mstari wa 20 anasema, njia ile aliyotuanzia iliyo hai, tena iliyo mpya. Ni hai na mpya. Kwa hiyo Ukristo una kitu kilicho hai na kipya. Kwa hiyo ndani ya Ukristo kuna kitu kilicho hai na kipya. Yesu Kristo ametuletea upya wa maisha, upya wa agano, upya wa kutafakari, upya wa sheria, upya wa mwenendo, upya wa tabia, upya wokovu ulio mpya, wenye nguvu kuliko wote. Damu iliyo mpya kuliko damu nyingine yoyote, iliyo na nguvu na uweza mkubwa. Haleluya. 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 Naam. Anasema, tazama sasa, anasema, tazama nitatenda neno jipya, sasa litachipuka. Alafu anasema, nitafanya njia hata jangwani na mito ya maji nyikani. Nitafanya njia hata jangwani. Mungu anataka atufanyie njia. Mungu akakufanyia njia wiki, mwezi huu, mwaka huu. Ana uweza mkubwa wa kufanya njia mpya. Ulikuwa na njia ya zamani. Anasema njia, kwenye Isaya anasema njia ile ya zamani imemchosha. Kuna mtu ametembea kwenye njia ya zamani, amechoka. Anasema kwa sababu njia ile ya zamani imekuchosha, sasa Mungu anaweza akatengeneza njia iliyo mpya, kwa sababu njia ya zamani inachosha, imekuchosha. Anasema njia ile umeenda nayo, mzigo umekuchosha. Sasa nitakupa njia mpya na ambayo haitakulemea wala haitakuchosha. Anasema umechoka kwa sababu ya safari yako, umechoka kwa sababu ya umbali wa safari, umechoka kwa njia hiyo, njia ilikuwa ni ndefu ya kuchosha. Sasa ametuletea njia mpya, agano jipya. Ameleta jambo jipya lenye kutupa wepesi wa kuingia katika ufalme wake na kumtumikia, ambalo alituwekea ugumu wala sheria, lakini ni jepesi. Kwa hiyo anasema nitafanya njia. Mungu anakufanyia njia. Muamini, weka imani kwa Bwana, weka imani, tafakari kwa upya. Mungu anatengeneza njia mpya. Mungu atengenezi njia iliyochakaa. Mungu atupatie mavazi yaliyochakaa, ni mavazi yaliyo mapya katika jina la Yesu Kristo. Mavazi mapya, ufahamu mpya, fikra zetu zikabadilishwa kwa mpya. Tusitembee na mawazo yale yale katika taifa, katika kanisa. Kanisa tunatakiwa kubadilika. Kanisa linatakiwa kubadilika. Kanisa lisitembee na mawazo yale ya zamani. Watumishi, makuhani wa Bwana, Baba wa mbingu atubariki, akubariki, akusaidie. Tuweze kuona sasa ni wakati mwingine twende kwa upya, kwa sababu dunia imegeuka, mambo yako tofauti. Sasa inatupasa sisi kuwa na utulivu katika Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu atupe upya wa kufikiri. Vijana wanataka kwenda kwa vile dunia inavyoenda, wanataka kuifuatisha namna ya dunia, wakisema si kawaida tu hivi.
kumtumikia Mungu katika hali hii? Hapana, lazima tukubali kwamba Roho Mtakatifu ndiye atupe wazo jipya, atupe mbinu mpya. Lazima tubadilike. Lazima tubadilike. Tanzania lazima ikabadilike sasa kwa jina la Yesu. Tanzania badilika. Sio ile tena. Lazima kanisa libadilike sasa kwa jina la Yesu. Kanisa badilika. Mwenendo, tazamo, mwelekeo ukabadilishwe kwa jina la Yesu. Sema amen. Maisha yako yakabadilishwe sasa kwa jina la Yesu. Yasiwe yale yale. Bwana akupe tena fikra zako. Usiyatafakari mambo ya kwanza. Na hapo jambo kubwa pia, kumbuka kusamehe. Anaposema tusiyakumbuke mambo ya kwanza, tusiyatafakari mambo ya kale, hata dhambi na maovu na uliofanyiwa mabaya, lazima uyasahau na kuyaacha, yaweke kando, yaweke pembeni, yaweke mbali na wewe, utenganishwe na hayo. Kwa sababu Mungu anapotaka kufanya kitu kipya, alafu umeng'ang'ania, bado umeng'ang'ania kile cha mwaka jana, Mungu hatafanya kipya mpaka umevua. Yaani usamehe, vua hiyo roho ya kutokusamehe, vua hilo vazi la kutokusamehe. Ulivaa vazi ambalo limeandikwa kulipa kisasi, mashitaka, hukumu, hasira. Vua hilo vazi, moyo wako uvalishwe kitu kingine kipya ambacho sasa kinahitaji kupokea kitu kipya. Yaani umevaa vazi jipya kwa ajili ya utumishi mpya. Haleluya. Baraka za Bwana ziwe nawe. Pokea furaha mpya, pokea amani mpya, pokea furaha mpya kwa jina la Yesu. Pokea, iwe kwako. Mungu akutendee kitu kipya tena. Tamani kupata vitu vipya kutoka kwa Bwana. Tamani kuona mabadiliko mapya katika fikra zako, katika maisha yako, katika kumtumikia, katika kumjua Bwana. Mungu akupe kwa upya kutafakari na kuona na kuyapokea hayo katika jina la Yesu. Anasema nitafanya njia hata katika jangwa na mito ya maji nyikani, mahali ambako watu hawatarajii. Anapotaka kufanya kitu kipya, ndio sababu nasema lazima sisi kubali kuingia kwa upya. Lazima tuendane na yeye ili tupokee hicho kipya. Tuachane na chakale, tuachane na kile kilichozeeka. Afanya lile la kwanza kuwa kuukuu, na kifanyacho kuwa kikuukuu maana yake kimepita, kimechakaa. Sasa ametuletea kilicho kipya, agano jipya, mawazo mapya, maisha mapya katika Yesu Kristo. Bwana akubariki na kukupatia yaliyo mapya wiki hii ambayo hukutarajia, akayatende kwangu, akayatende kwako, akayatende kwetu, akayatende kwa kanisa, akayatende kwa Tanzania, akayatende kwa Tanzania. Baba yangu nipendaye, yatende kwa Tanzania. Hata walio na kiburi na jeuri wakabaki wanashangaa mambo yanayoenda kutendeka. Mabadiliko makubwa ndani ya taifa hili yakatendeke, mahali ambapo Mungu wengi wanakimbilia kupata amani, wanapaona ni mahali pazuri. Baba, kafanye mambo ya kushangaza ndani ya taifa hili, hata watu wajue hakika yuko Mungu wa Tanzania. Baba, kwa msikilizaji na mtazamaji, Bwana Yesu unayenipenda na unayempenda yeye, naomba kamfanyie mambo ya mabadiliko mapya yatakayogeuza kabisa maisha yake. Maisha yake yabaki katika hali ya kitofauti na ya kipekee katika jina la Yesu Kristo. Baba, naomba nguvu ya Roho Mtakatifu imjaze na uweza wa kimbingu msaidie sasa. Akili yako, ufahamu wako, moyo wako ubadilishwe. Samehe hao uliowabeba, waachie sasa, waachie, usiwabebe moyoni mwako. Ondoa hiyo hasira, ondoa huo uchungu, ondoa mawazo ya kulipa kisasi, yaondoe mawazo ya kulipa kisasi na yakemea, kuachie kwa jina la Yesu. Nawe sema yanitoke, yaniachie katika jina la Yesu. Mawazo ya kale, mawazo ya umaskini, mawazo ya ufukara, mawazo ya kushindwa, mawazo ya kufa, hayo ni ya zamani, yatupe. Sasa ni mawazo mapya. Bwana anafanya kitu kipya asubuhi, mchana huu, siku hii, saa hii, mwezi huu, wiki hii. Anafanya kitu kipya, jambo jipya. Utalijua, anasema utaliona. Tarajia kuliona, tamani kuliona hilo jambo jipya, tamani kufanya kitu kipya. Hata Bwana Mungu akitazama aone, hakika mtu wangu amechukua hatua mpya, ana jambo jipya, mtoto wangu huyu amefanya kitu. Mungu afurahie. Fanya kitu ambacho Bwana Mungu atafurahi. Katika muabudu kwa upya. Katika kumtolea sadaka, mtolee kwa namna ya tofauti. Sasa usimtolee kama zamani. Mtolee Mungu sadaka kwa moyo wa kupenda zaidi na wa kutafakari zaidi. Alafu
Kama kutendea watu mambo ya huruma, watendee mambo ya huruma kwa upya, kwa namna ambayo hata Mungu akitazama atasema hakika umefanya jambo la baraka na ambalo umelifanya kwa moyo wako wote na kwa nguvu zako zote. Baba, asante, endelea kumponya, endelea kumponya. Bwana akujaze nguvu mpya na neema katika jina la Yesu. Na amuru sasa njia yako ya wiki hii ikawe ni mpya, mawazo yako yakawe mapya, fahamu zako zikawe mpya katika Bwana Yesu. Mavazi yako yakawe mapya katika roho, yakawe mapya. Ndani yako kavalishwe kitu kipya, mwili wako kabebe kitu kipya, moyo wako kabebe kitu kipya tena, ukaondolewe kubeba makandokano na mambo ya zamani, mambo yaliyozeeka, yaliyochakaa, yaondolewe kwako, uvalishwe jipya kwa jina la Yesu. Na kuombea Baba, naomba iwe kwangu, iwe na kwa wasikilizaji na watazamaji, iwe kwa Watanzania, iwe kwa watakatifu wako walioko Tanzania na duniani kote pia, iwe kwa wajoli wako, watumishi wako, Bwana, katika jina la Yesu naomba iwe kwao. Baba, asante kwa sababu umetupenda upeo, katika jina la Yesu. Fadhili zako zikawe nasi, rehema zako Bwana Yesu. Wewe tufanyie mambo yaliyo makuu na mapya, naomba yakafanyike kwa watoto wako, kwa wateule wako na watumishi wako. Baba, naomba kwa uwezo katika jina la Yesu, nazivunja naziponda kazi adui na mipango mibaya, na iamuru kubomoka, kuvunjika na kutoweka sasa katika jina la Yesu Nazareti aliye hai. Mungu akushangilize. Tembea kwa upya, tamani kuona kitu kipya hapo ofisini, mawazo mapya ya kiofisi. Hebu Bwana akufunulie, uwe na mawazo mapya ndani ya hiyo ofisi, ndani ya hiyo shirika, ndani ya hiyo siasa. Ninyi wanasiasa, hebu Mungu akupe mawazo mapya ili ukawafanyie kitu kipya katika jina la Yesu Kristo. Usifanye ya zamani, usifanye ya kale, ukaende kwa na tafakari ya kipekee na mpya katika jina la Yesu Kristo. Wewe mtumishi, wewe hapo kwenye hilo shirika, kwenye ofisi, hapo kwenye hilo boma, kwenye familia, Bwana akupe wazo jipya na ufunuo mpya. Nawe tamani kupata ufunuo mpya, mawazo mapya, mwenendo wako kabadilishwe, ukabadiliki katika jina la Yesu Kristo. Baba, asante kwa hayo Mwokozi. Baba yangu na Mungu wangu, naomba yakafanyike, yakatimizike kwa watu wako, yakatendeke kwenye maisha ya watu wako katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Ninaomba Bwana, hata huduma yako ifanye kwa namna mpya wiki hii, na mwezi una mwaka una miaka iliyo mbele ya huduma hii sasa, yote ikawe mipya, ikawa na kitu kipya na nguvu mpya na uwezo mpya katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, naomba hata tunaposoma Biblia, maandiko, tukapate macho kwa namna mpya, macho yetu yakaone kwa upya, na fahamu zetu zikafahamu kwa upya, zikafunguliwe, zikaponywe kutafakari kwa namna mpya, kwa kuwa unatutengenezea jambo jipya, neno jipya unalosema likaje, neno jipya tukalipokee wiki na mwezi huu na mwaka huu. Bwana, ndani ya malango yetu, ndani ya taifa letu, neno hilo jipya likafanyike kutoka kwako, maana wewe umeona yote yaliyoendelea, unaona yote yaliyofanyika na yafanyika, Bwana, sasa na yaliyopangwa. Bwana, matokeo, badilisha mwenyewe matokeo ya Tanzania, badilisha mwenyewe matokeo yangu, badilisha mwenyewe matokeo yetu, badilisha mwenyewe matokeo wana wa Mungu, badilisha mwenyewe matokeo yetu Bwana, matokeo ya watoto wetu shuleni, badilisha mwenyewe Bwana. Neno jipya likafanyike, neno jipya likatokee kwa wana wa Mungu, neno jipya kwa Israeli, neno jipya kwa Israeli wako, neno jipya, jambo jipya. Naomba Baba, tujalie, tutengenezee watoto wako. Umesema unafanya njia hata katika jangwa na mito ya maji hata katika nyika. Bwana, katika nyika utunyunyuzie kwa rehema zako hiyo mvua ya neema na baraka, kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Bwana Yesu akuangazia, kujalie nguvu na uweza sasa na siku zote. Karibu kwenye YouTube channel, kumbuka kusubscribe na kuomba fanya hivyo kwa utukufu wa Bwana Yesu. Hapo kwenye simu yako ukiangalia kuna mahali amekuandika subscribe, bonyeza hapo, bonyeza uhakikishe umeingia kwenye hiyo kusubscribe, kwamba umenifollow. Lakini pia kumbuka kushare na kulike na wengine. Kumbuka pia tuna huduma ya kwenda vijiji kwa vijiji ambayo ina gharama kubwa. Kumsafirisha mtu mmoja tu, unaweza kujua kwamba kutoka mtu mmoja kwenda mkoani, kwenda kwake na kurudi kwake ni shilingi ngapi? Ni hela nyingi. Basi karibu sana tuchangie kazi ya Mungu. Usiseme unachangia, ila unafanya kazi ya Bwana, unaachilia sadaka kwenye kazi ya Bwana. Karibu sana kwenye kazi ya Yesu hii tunayoifanya, kwenda huko na huko, tukamtumikie Bwana Yesu katika jina la Yesu. Kabarikiwe sana kwa sadaka unazoenda kuachia. Baba, wabariki watu wako na sadaka unazoziachilia, walizoachilia na watakazoachilia. Bwana Yesu, zibariki, ziongeze, wazidishe, mapya yakatokee kwao, muujiza na ishara zikawatendeke sasa, zikawatokee kwa jina la Yesu. Barikiwa katika jina la Yesu. Na namba ambayo unaweza kutumia, namba ya simu ni 0787 62
75 91. Hiyo ni Airtel, na irudia tena ni 0787 62 75 91. Alafu ya Vodacom ni 0762 282 439, ile ya kenda ya kuendea 10. 0762 282 439. Ona nuru mpya, nguvu mpya na uwezo mpya kwa jina la Bwana Yesu Kristo.